Gine Kanzanza. Kwa walider mbalimbali waheshimiwa, na kwa watu wote ambao mumealikwa hapa, amjambo, na watakia feti njema. Ni furaha kwangu kuwahutubia yenye malida wa centre yetu ya Kikuvo Taliha kupitia coordinateur wa chama cha AFC Bar M23 Corneille Nangaa, kupitia kiongozi makamu wa chama cha AFC Bar M23 Bertrand Bisimwa, na kwa kupitia coordinateur general anayehusika na majeshi Emmanuel Sultani Makenga. Pokeeni salamu za chama. Ni kupitia na kumaliza mwaka huu wa 2025 ambao umepita jana na kuanza leo mwaka mpya wa 2026. Ndiyo maana tumewaalika ili tuwatakie mwaka mpya ambao ni mwaka wa mabadiliko na mwaka wa ujenzi mpya wa Kongo yetu, hasa tukiungana kama mwili mmoja sisi wakongomani wote, kwa maana tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hivi unapomuua ndugu yako ama unapomtakia mabaya ndugu yako, hapo unakuwa ukimtendea Mungu mabaya. Mwaka huu uwe kwetu mwaka wa ushindi wa chama ya M23 kufika katika nchi yote ya Kongo kwa ukombozi wa watu wanaoteseka usiku na mchana, kama vile watu wa huku Beni na Ituri. Chama cha mabadiliko AFC Bar M23 hakitarudi nyuma hata kidogo, kinasonga mbele, kwani chama hiki ni cha kuleta amani, kurudisha watu katika umoja, kuletea wanyonge amani na kuwapa nguvu watu wote bila ubaguzi wa makabila na wa kimo, wa hali na rangi, pia dini. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi mambo haya: kuheshimu utu wa mtu bila ubaguzi, kuungana na kusaidiana kama mwili mmoja, kujenga amani kati yetu na kufanya majengo kwa ajili ya Kongo mpya iliyogawanyika kwa ajili ya uongozi mbaya ya Bwana Chilombo Felix, ambaye amependa chuki na kupanda ubaguzi, uwizi, uporaji, unyanyasaji na uwaji kati ya watu, na kusema ya kwamba wanaoishi wote mashariki ya Kongo ni Wanyarwanda, na kubeba mali yetu kuipelekea wazungu na yeye mwenyewe kuzitajirisha kwa mafai yake. Sisi ambao tuko mashariki ya Kongo ni kama mwezi, ni kama jua, na ni sherti tuende tuangazie watu wanaopatikana magharibi ya Kongo. Nikimaliza, na wapongeza sana tena sana enyi wazazi wangu kufikiria sana juu ya kuishi kwetu kesho, kwani tusipofikiria juu ya wale watakaoendelea kutulindia usalama na kutulinda kwa utaratibu, kesho tutaona ama tutatoa jasho. Ndiyo maana nawaalika tena na kuwaambia
kama chama hiki, chama cha amani, chama ambacho kinataka kuwalea wazazi wetu katika usalama, ni chetu, kwani kimeanza huku kwetu. Ni furaha kwetu na sifa kwetu kujipiga kifua na kusema ni ya maana mabadiliko yawe katika Kongo hii. Chama hiki ni sharti sisi wote tukiunge mkono, ni sharti sisi wote tukiendeleshe mbele ili kituletee usalama unaodumu. Hasa ni sharti kuambia tena wale vijana wetu ambao tunao, ili waweze kabisa kuingia katika chama hiki ili kisonge mbele, wasiwe watu wa kuweza kutukosesha amani, wasiwe watu wa kukunya kabarama, watu wa kukunya malofu na kuvuta bangi. 15 na wamezekea ndani ya kijeshi. Mungu ndiye anayelinda. Ukitenda kinyume ya sheria utakufa tu, lakini ikiwa unatumainia Mungu, ukimweka mbele katika kazi yako, utaenda mbele mzuri. Lakini ukifanya manyanga, ukiiba yale ambayo wataenda wakisema, utashindwa vita na laana zitakufata na wewe utafariki. Mungu halali usingizi. Hivi nikienda nikimaliza, Bwana Corneille Nangaa alitoa message, Bwana Bertrand Bisimwa walitoa message, Coordinator anayehusika na majeshi General Sultani Makenga alitoa ujumbe na kusema kana kwamba tusifatane na maneno ambao tunayoambiwa ya kusema ambu, ile ni uongo mtupu. Msemaji wa guvernema ya Kinshasa wamesema wameunda arsenal ya majeshi wale ambao wanaweza kuingiza watu ama woga ya uongo, kusudi watu waweze kuogopa, watu waishi na woga. Lakini sasa sababu kweli ni kweli, walisema tuwaambie kama kweli napita mumoto. Chama ya M23 ni chama ambayo hii mwaka ya 2026 kitakuwa kumbe na kimefika Kinshasa, kitakuwa kimegomboa kote kwenye wanalu, na ndiyo maana inatubidi tulete vijana ambao watakuwa wa general, ambao watakuwa wa colonel, ambao watakuwa wa major, ambao watakuwa wa lieutenant, ambao watakuwa na magrade za yulu huku kwetu. Itakuwa sifa kwetu wakati kikubwa kwetu kutatoka wale wakubwa wa majeshi. Kila mtu ajipatie kazi hiyo ya kuhimiza vijana wetu ili waje wawe majeshi, na wawe majeshi ambao watafunzwa vizuri, na ili waweze kutulinda.